Chum TV. Furaha kiganjani. Mgombea wa nafasi ya rais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, ambaye pia ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema sera mama katika awamu ijayo ya serikali atakayoiongoza ni suala la ajira kwa vijana. Akizungumza na wanachama wa CCM na wananchi wa jimbo la Pangawe uwanja wa Nyarugusu katika mwendelezo wa kampeni zake za uchaguzi mkuu, Rais Dr. Mwinyi amesema serikali inalifahamu kwa kina tatizo la ajira kwa vijana na inajipanga kulipatia suluhisho la kudumu tatizo hilo. Ni swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi. Natambua kwamba bado kuna changamoto ya ajira kwa vijana. Sera mama katika awamu ijayo ya uongozi itakuwa ni kutengeneza ajira kwa vijana. Tutatoa ajira serikalini, tutatoa ajira kwenye sekta binafsi ikiwemo viwanda, lakini tutawawezesha wananchi kujiajiri wao wenyewe kwa kuwapa mikopo isiyokuwa na riba. Ndugu zangu, tujipange, na hususan vijana tujipange. Ahadi yangu ni kwamba tutahakikisha kwamba vijana wengi kadri iwezekanavyo tunawapa ajira za kudumu ili waweze kujikwamua kiuchumi. Kuhusu suala la miundombinu, ameeleza kuwa tayari serikali ishaingia katika mkataba na mkandarasi wa kuzijenga barabara kuu na zile za ndani zilizomo katika jimbo la Pangawe na majimbo ya jirani kwa kiwango cha lami. Upande wa barabara, natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani ambazo sisi mkandarasi tayari tunaye. Kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani Unguja na Pemba. Hapa najua kunahitajika barabara ya Kinuni Skuli hadi Kwarara. Natambua kunahitajika vile barabara kutoka Fuoni Mambo Sasa hadi Taveta magari ya mchanga. Ndugu zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami. Hakuna shida katika hilo, na wakandarasi wako kazini. Ni wakati tu, muda ukifika mtawaona katika jimbo lenu hili wakitengeneza barabara hii. Ahadi tulizozitoa mwaka 2020 tumezitimiza. Tumekuja kwenu kuomba mtuchague tena ili tufanye makubwa zaidi 2025 hadi 2030 panapo majaliwa. Hapa baadhi ya viongozi hao wakaelezea jitihada za Rais Dr. Mwinyi katika kuwaletea maendeleo wananchi. Mkisikia mapinduzi daima, na daima ni kuendeleza, au tunasema utayalinda, utaendeleza. Sasa yeye anaendeleza kwa vitendo. Haya ndiyo mambo ambayo huyo kiongozi mkuu wa chama cha Feshirazi Mzee Karume alikuwa akidai kabla hata mapinduzi kwamba tukipata nchi yetu, tukipata serikali yetu, tutafanya haya na haya, miongoni mwayo kwamba tujenge nyumba za kukaa, nyumba bora, tujenge mabarabara bora, tujenge hospitali bora, tujenge maskuli bora, kila kitu bora, viwanja, kila kitu. Na kwa miaka 8 aliyokaa yeye akafanya mambo makubwa hayo mpaka leo nyinyi mnayaona tu. Na kuna mambo ya kumalizia baadhi Karume kufanya hayo yote ni madhumuni. Hapo katikati serikali zote zimepita amefanya, lakini si kiasi hichi, ni nyote mashuhuri. Barabara ambayo wao wanaitumia katika kupita na kutembea barabara hiyo, tunataka tuwaambie wasiwadanganye wananchi, wala wasituletee sera za uchochezi na sera ambazo zinaweza kuleta vurugu kwa wananchi. Wananchi wameshiba muungano wao, wameshiba mapinduzi yao. Piga makofi kwa Dr. Mwinyi. Ndugu zangu, nilimsikia analalamika, anasema Dr. Mwinyi ameshindwa kusimamia swala zima la athari kubwa mabadiliko ya tabia nchi. Swala linakuja, makamu wa rais ndipo kuna ofisi inayosimamia mazingira.
Maana hata ukizungumza mabadiliko ya tabia nchi ndio hayo mazingira. Kafanya nini katika kumsaidia Mheshimiwa Rais? Jibu lake ni kwamba hana alichokifanya zaidi ya kukaa na kulalamika. Waliosimama hapa juu ni wagombea wa ubunge na wagombea wa uwakilishi wa Chama cha Mapinduzi, nadhani kwa mkoa huu wa Magharibi. Na waombea wote kura hawa mtawapa. Waliosimama hapo chini ni wagombea wa udiwani. Ili tuwe tuna serikali za mitaa madhubuti, tunahitaji madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Naomba kura zenu zote kwa madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi, mtawapa. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ni mimi Latifa Mohamed.